na kusalimu kwa neema tuliopewa katika Kristo Yesu na katika jina la Yesu. Na ni furaha yangu kwamba Mungu bado ametuweka kweko duniani, wewe ambaye unanifuatilia na mimi pia ambaye naongea na wewe. Na kwa moyo wa shukrani ninamshukuru Mungu sana, tena sana, kwa neema hii ya kupata upenyo huu tuzungumze yale ambayo yatatujenga katika hekima ya kimungu, ili tuweze kufanikisha kile ambacho kila mtu anatamani. By the way, naamini wewe unatamani, na ndio sababu kubwa unatumia muda ulionao ili kuweza kunifuatilia mchungaji, kufanikisha kile ambacho tunatamani Mungu atujalie tuwe nacho. Leo nitaongelea juu ya vita ya imani. Narudia, leo nitazungumza juu ya swala la vita ya imani. Ni somo ambalo Mungu amenijalia mimi na wewe tupate kuzungumza juu ya swala la vita ya imani. Vita ya imani. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4, naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Kwa kitu cha kwanza kabisa, kusudi la somo hili ni kupata maarifa katika mambo ya imani. Kwa kuna namna ambayo mtu anaweza kuwa anadhani ana Mungu, anadhani anachokifahamu ndicho, lakini si kwa maarifa sahihi. Kwa nikukaribishe kwanza katika masuala ya imani na masuala ya mema, tuwe na maarifa na tujue kwa nini tuna somo la vita vya imani. Kwa nini tuna somo la vita vya imani? Na kabla ya kwenda mbali, kuna kitu ambacho kiko wazi kabisa, kwamba masuala ya imani ni masuala ambayo yanaongoza kwa kuchanganya watu wengi duniani. Masuala ya imani ni miongoni mwa vitu vinavyosababisha hata vita za kikanda, vita kwenye baadhi ya mataifa, migawanyiko ya kifamilia. Na masuala ya imani pia yamefanya pia watu kuchanganyikiwa, kuibiwa, kutapeliwa. Kwa ni mambo magumu na yanahitaji kupata shule ambayo inaweza ikatusaidia kutuokoa. Kwa kuwa kama hatutapata msaada ambao unatakikana, basi tutakuwa miongoni mwa victim ambao tutaguswa na tatizo na matatizo ambayo yamewapata wengi kutokana na mambo ya imani. Yako mengi sana. Ukipita kwenye jamii utakuta kuna masuala ya kuchinjana, kutoa kafara. Mambo ya imani ni mengi, by the way. Lakini sisi kama Wakristo, yani watu tumwaminio Yesu, kuna imani pia ambayo tunatakiwa kuwa nayo, lakini nayo pia huko ndani Yesu mwenyewe akasema kutakuwa kuna manabii wa uongo, nao atadanganya wengi.
lakini akaweka wazi kabisa kwamba watakuja kwa jina langu. Kwa Yesu was very open, was very clear kwamba hao manabii, they will not just come, but they will truly, clearly they will come in his name. Na ndivyo ambavyo sasa unaona movement nyingi, harakati nyingi, misimamo tofauti ya kiimani, but all they stand under the umbrella of the name of Jesus. Wote wanasimama kwa kutumia neno moja, jina moja, na Biblia ambayo hata kama imeeditiwa kwa baadhi ya maandiko, lakini yes, we stand in the same, under the same umbrella. Na kwa maana hiyo basi tunahitaji neema, ni msaada wa Mungu wa pekee ili utuvushe, kwa sababu ni mazingira ambayo sio rahisi mwanadamu akapita. Sasa imani, mimi nitafafanua kwa sehemu yangu kwamba leo ninapoongelea masuala ya vita vya imani, nitaongelea kwa sura au tafsiri mbili, au nitaigawa imani katika makundi mawili. Kwa sababu imani tunaelewa ni ile hali ya mtu kuamini jambo fulani. Yes, lakini sasa kuamini hilo jambo mimi nitagawa katika makundi mawili. A basic faith, yani imani ya kimsingi, na imani ya kimapokeo. Imani ya kimsingi na imani ya kimapokeo. Mimi nitatumia hiyo elimu na nitatafsiri hilo neno imani kutokana na huo mgawanyiko. Imani ya kimapokeo, na ndio maana tuna imani tofauti. Maana yake ni kwamba hii ni imani sawasawa na mtu anavyopokea. Ni imani sawasawa na mtu anavyopokea. Ndio maana kuna mtu anaamini ng'ombe ni Mungu, mwingine mti ni Mungu, alipokea kutoka kwa watu hivyo, au la alikutana na malaika akajifunua kwake kama Mungu, kama tunavyoona kwa ndugu zetu wa Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ndugu yetu alikuwa na bidii sana ya kumtafuta Mungu, kusoma kwenye historia yao. Na katika bidii ile akiwa mapangoni, ndio akimwacha mke wake Adija nyumbani, katika bidii yake yote ile na kumtafuta Mungu, siku moja alikutana na malaika wanamuita Jibril wao, au sisi tunamuita Gabrieli, mwenye mabawa 600 kama sikosei. Na akawa ameongea naye baadhi ya vitu na kumpa mafunuo. Kwa ile tunaita imani kimapokeo. Imani kimapokeo, yani kwa namna ambavyo mtu amepokea. Aidha umezaliwa kwenye jamii ukaikuta misingi fulani, wakakuelezea, wakakusimulia, au ukakutana na malaika au whatever, lakini hiyo ni imani kimapokeo ambayo inahusisha mara nyingi hata spiritual events. What can happen, or someone can face a particular event spiritually that can make some maybe what can say conviction in that man. Kwa mtu anaweza akajikuta anapata imani na kuamua kuamini mambo fulani kwa kugeuka baada ya kukutana na mafunuo fulani ya kiroho. Lakini imani pia, ninavyosema imani basic katika namna ya kimsingi, sasa hii ni namna ambayo ni iko either imeandikwa, lakini pia what can I say clearly is like what we see physically and basically
that even don't need revelation. Yani tunavyoongelea kwenye masuala ya imani ya Mungu, sometimes tunakutana na vitu ambavyo huhitaji mhubiri, huhitaji wakati mwingine hata vitabu, lakini pia hapo ndani sometimes unaweza ukahitaji hata vitabu ambavyo vitaendana na ile basic situation. Yani kuna namna Mungu anaongea na wanadamu, hatuhitaji hata mhubiri. Mungu anaweza akaongea na sisi kwa namna ya ishara, kama Yesu alivyosema, akisema nyewe mwaona ishara lakini hamzijui kweli nyakati hizi ni nyakati zipi. Kweli wakati mnaona ishara kabisa, mnaona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaonekana ambavyo they can speak in behalf of God. Yani for sure we don't need God, we don't need a preacher. Hatuhitaji Mungu kwamba maybe for God to reveal himself directly, au hatuhitaji mhubiri aje aanze kuelezea vitu vingi. Unapoona uumbaji wako, unapumua, unaongea kama hivi ninavyozungumza na wewe, sauti inatoka, ulimi wangu unacheza kwa namna ambayo I cannot explain it for sure. Namna mwili wangu una coordinate kutoka kwenye wayo wa mguu mpaka kwenye utosi, nywele zinaota zenyewe, kucha Mungu kanipatia mwenyewe. Okay, you can say it's nature, you can say it is nature, but not sure, sio uhakika. Unajua kuna kitu ambacho it is more than nature. Kwa sababu ukisema ni nature, basi utaenda mbali zaidi pia. Utaanza kujiuliza maswali na mambo mengi juu ya swala la nature. Kwamba hii nature na yenyewe imetoka wapi? Huu pepo umeletwa na nani? Milima na matukio yanayotokea every day naturally, ndio nature. Who is behind? Then you unakuja kugundua hata kuna viumbe viko kwa namna ambayo what can I say, kuna yani kuna matukio ambayo yanatokea duniani. It is not nature. Utagundua kwamba wanadamu tuko kwenye fumbo kubwa ambalo of course we cannot make or do any kind of research or study to prove what we see. Yes. Na ndio maana all in all tafsiri ya neno Mungu linabakia pale, kwa sababu Mungu ni neno ambalo linamaanisha ni entity au ni mtu au ni, hauwezi kusema ni kiumbe. Somehow tunaweza tukasema ni mtu. I mean in English personality, a person, a personality, an entity. What can I use to be clear and true? Kwa sababu tunaweza tukajaribu kuropoka kwamba Mungu ni kiumbe. No, Mungu sio kiumbe. Lakini tuseme tu Mungu ni uwepo wa mtu, sio kitu. Kwa namna ambayo you cannot explain. Anaweza akawa juu ya vyote, yani juu ya vyote, na yeye ni chanzo cha vyote, na anaweza akafanya vyote. Yeah, that is God. Is a person or a personality that for sure exists with all the ability to do anything, to control anything, over all things. What we can say in such a way is simply to try to explain neno Mungu, kwa sababu Mungu huwezi ukasema kwamba ni mwanadamu. Yes, kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni basic faith ambao tunahitaji
tuvitumie siku zote kujaribu kuamini neno Mungu, kujaribu kuamini neno Mungu, na akili zetu zimepewa hiyo namna ambayo kama tukitumia akili ipasavyo, basi kama inavyosema ile kitabu ya Korinto wa kwanza 15, tukitumia akili jinsi ipasavyo inaweza katusaidia sana tukaelewa neno Mungu ni nini. Kwa hiyo sasa mimi natamani tuongelee juu ya swala hili la vita ya imani. Na wakati naongelea swala la vita ya imani, hem, tuangalie mstari. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Biblia inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Ukichukua hii sentensi ukaanza kuifanyia some studies and try to explain it, maybe or try to divide it into parts, unaweza ukaona baadhi ya vitu hapa ndani kwenye mnyumbuliko na mgawanyiko kwamba vimefichwa. Kitu cha kwanza, kuna kuzaliwa na Mungu, maana yake ni kutokana na Mungu. Na tunavyosema kilichozaliwa, maana yake kilichotokana. Kwa hiyo kilichotokana na Mungu kwa kanuni huwa kinaushinda ulimwengu. Kilichotokana na Mungu huwa kinaushinda ulimwengu. Usahau hili neno, kuna mahali itatusaidia. Pili, kuna namna sasa ya kushinda ni kama alivyofunuliwa kina Petro na Yesu alivyojifunua kwa mara nyingi, kama alivyofunuliwa Nuhu. Yes. Lakini kuna ile ambayo ni basically ambayo kuna namna ambayo sisi tunaamini Mungu yuko. Tunaamini Mungu ni Mungu iko. Sasa hii namna wewe kuamini na kutenda yale yote yanayoendana au yatakotakiwa yaweko ya isapoti imani, vita yake ni kubwa kuliko watu wanavyojua. Narudia, wengi wameamini lakini wamefika mahali wakakata tamaa na wakaachana na imani kwa sababu ya vita. Wengi wamesafiri kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, hata wakatambulika, hata wakapata heshima kwenye taasisi za waaminio, yani madhehebu, hata kiserikali wakajulikana ni watu wazuri. Lakini walifika mahali hata kama kwa nje waliendelea kuonekana wapo, ila kwa ndani walikuwa hawako tena. Walikata tamaa kwa sababu ya vita ya imani. Na hapa ndani maana yake ni kwamba kumshinda shetani huwa sio kwa kukemea. Kumshinda shetani huwa sio kwa kukemea. Biblia ni kweli imesema mpingeni shetani naye atawakimbia. Sipingi hilo neno, lakini kumpinga shetani akakimbia haimaanishi umeshinda, kwa kuwa kesho atarudi. Lakini kushinda ambako ni kushinda kimaandiko ni imani ambayo mtu anakuwa nayo ndani, ambayo kwa namna yoyote ile hawezi kumkufuru Mungu. Kwa sababu dhambi kubwa ambayo kwa kimaandiko imejaribu kuongelewa ziko kadhaa, lakini mojawapo ni kumkufuru Mungu.
utaona hiyo imeonekana kwenye kumkufuru Roho wa Mungu, lakini itaonekana mahali fulani wanadamu watamtukana Mungu. Ndiyo, na ile sura au ule muktadha na jinsi ambavyo hiyo sentensi imejaribu kubeba kitu, sura yake ni kwamba ni katika hali ya upagani na kutokumwamini Mungu, wale watu watamtukana Mungu. Kwa hiyo kushinda hii vita tulionao na shetani iko kwenye imani. Sasa kuna baadhi ya vitu vya kuelewa. Imani huwa haiko mdomoni. Imani huwa haiko kwenye mavazi au muonekano wa nje. Imani ni kitu ambacho Biblia inasema kwa moyo mtu huamini, kwa moyo mtu huamini. Kwa imani ni kitu cha moyo wa mtu. Moyo wa mtu uko ndani, ndio huwa anakuwa na imani au hana imani. Kwa maana hiyo kuweko kanisani haimaanishi kwamba wewe ni muamini. Yes, ni sawasawa na kwenda uwanjani kwenye mpira, haimaanishi wewe ni mchezaji. Si sawa haimaanishi kutembelea shule fulani kwamba wewe ni mwanafunzi. Kuwepo kanisani na kupiga makofi na kufanya vyote bado haimaanishi kwamba wewe ni wa Mungu. Hapana. Moyoni mwako na siri iliyofichwa moyoni mwako, kwa sura ile ya wewe kumwangalia Mungu, hiyo ndio tunaita imani. Na sasa hiyo ndio inayofanya kwamba uwe na Mungu au uwe umeshamkataa Mungu. Na kwa maneno hayo ni kwamba tuna maelfu na mamilioni ya wachungaji na watu walioko makanisani. They have doubts. They have doubts. Wana mashaka makubwa na Mungu. Wana maswali mengi na Mungu. Wana maswali mengi. Na si kwa sababu ya kwamba wao ni waovu sana, na si kwa sababu ya kwamba wao ni wapungufu labda wa kufikiri. Unaweza ukafikiria haraka haraka kwa sura hiyo, lakini nenda kamwangalia hata Ibrahim aliyetembea na Mungu. Alienda na Mungu, akasafiri na Mungu, akajifunua kwa ndoto na akajifunua kwa malaika kwa namna nyingi tofauti. Lakini alifika mahali Ibrahim akaanza kudauti. Sasa mimi somo langu hili, vita vya imani, kusudi lake kubwa ni kwamba umshinde adui kwa imani. Na kuna vitu vya muhimu sana nitakavyovigusia ambavyo vitakuwa ni challenge kwako. Vitakusaidia uelewe kwa nini tuongelee somo hili. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Kuna jambo hapo tujaribu kulichungulia. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Sasa hapa ndio kuna siri kubwa kama unahitaji kushinda. Kuna baadhi ya vitu hapa tutaviangalia. Cha kwanza kabisa, tumekuwa na Wakristo wenye kiburi makanisani ambao wanaamini kwenda mbinguni is all about the effort. Yani wanapaswa wapambane waende mbinguni. Wasijue kwamba hivi vitu ni balanced. Mungu ana mahali pake pa kufanyia na una mahali pako pa kufanya. Sasa mahali ambako Mungu anafanya ndio penye nguvu ya wokovu wa mtu kuliko pale utakapofanya wewe. Shika sana maneno, kwa sababu kuna kitu nataka nikwambie mwishoni.
ni cha muhimu sana kukusaidia kuamua. Wakati mwingine unaweza kuja kwama leo lakini utakwama kesho. Unajua akiba kazi ya akiba inakuwaga hiyo. Kwa hiyo tuna watu ambao wamepewa na Mungu neema, wanamwamini Mungu, mioyo yao ina a strong conviction, yani they truly believe God is real and Jesus Christ is our savior, lakini wanaamini kwamba ni wao waliamua tu na wakaamua kumfuata Mungu kwa namna hiyo na wanakaa naye Mungu, kitu ambacho si sawa kabisa na ni uongo na kujirisha upepo. Sawa. Sasa kwa maneno hayo ni kwamba na sisi tusio miongoni mwa hao wanaojidanganya. Mungu angetupa rehema, akatusaidia, akatufunulia na akili tuelewe mambo haya, kwa sababu yamefanya Mungu aruhusu baadhi ya mapito, wakati mwingine hata kutuacha tuingie kwenye uharibifu kabisa, ili angalau tuelewe kanuni sahihi ya wokovu. Wapendwa, Biblia inasema ni kipawa cha Mungu, neema ni kipawa cha Mungu. Hiyo neema ya imani, kwa sababu hapo kuna vitu vitatu, kuna neema, alafu kuna imani, au akasema kwa njia ya imani, na hiyo imani inatokana na kipawa cha Mungu. Wewe sio nafsi, manake si kwa nguvu zetu. Sasa ili nisichanganye watu au nisisapoti kundi fulani la waovu linalotembea duniani, ni kwamba tunaishi kwenye agano la tofauti, agano jipya. Wale wa agano la kale waliishi kwenye utaratibu wao na sisi kwenye utaratibu wetu. Agano la kale msingi wake mkubwa ulikuwa ni sheria na Torati na damu ya mafahali, sheria na kafara za wanyama. Agano jipya msingi yake mkubwa ni neema inayokufanya uweze kuibeba sheria bila nguvu. Sababu Biblia inasema neema sheria haikuweza kukamilisha, kwa maana kwamba hukuwa na uwezo wa kutembea ndani ya sheria. Kwa msingi wa kwanza wa agano jipya huwa ni neema, na msingi wa pili ni damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Sasa kwenye huu msingi wa neema kama inavyosema kwenye kitabu kile cha Tito kwamba neema imefunuliwa kwa watu wote, na neema hiyo yatufundisha kukataa uovu. Maana yake ni kwamba neema ni mkono wa Mungu unaokusaidia for free, naturally, without your effort. Unajikuta uko mahali na kwenye hali unayoweza kufanya Mungu anayotaka bila nguvu zako. Yaani una mwili ambao ukipata mwanamke fulani, we kijana, mwili utafurahi sana kwa macho ya kibinadamu. Sawa? Kuna maisha ya kifahari ya kuvaa, ya kutumia vitu vya thamani, vitu vya starehe, watu wanaovaa saa za milioni 6 na milioni. Ile hali ambayo sasa unakuta unayo kama hiyo ambapo kwa kawaida tuna desire ambazo anomo na ni Mungu mwenyewe kaweka ndani ya miili tulionayo: kiu, njaa, what can I say, the more ile hali ya matakwa au matashi, baadhi ya vitu ambavyo ndio maana kuna kuoa, ndio maana kuna kula, ndio maana tunakuvaa, tunakuwa na nyumba na mafanikio tunahitaji tuwe nayo. Lakini njia rahisi na njia ambayo au njia ambazo dunia imejaribu kuwapatia wanadamu, nyingi zinasapoti hayo matakwa tulionayo.
walevi wanakuwa walevi, wazinzi wanakuwa wazinzi, na mazingira yanaruhusu kabisa. Na si kwamba Mungu anavyokuokoa na kuondoa duniani, ila neema ni kitu cha ajabu ambacho chenyewe sasa automatically bila nguvu kina uwezo wa kuondoa ndani yako udhaifu ulionao ghafla unakuta huna. Yani kwa kawaida ulikuwa ukiona Serengeti Laga au ukiona Safari Laga au ukiona Kilimanjaro Safari, sio anaita Kilimanjaro bia zile, yani wale walevi wanaelewa, wale wanywaji wa mbege, wale wanywaji wa wanzuki wanajua, wavutaji wa sigara wanajua. Ulikuwa unahisi mwili unawaka moto, you desire, unatamani kwa gharama yoyote kile kitu. Wanaume pia wanajua udhaifu wao, wanavyoona wanawake wa sura tofauti kwa namna wanavyovutiwa kwa macho yao. Kuna watu ana uwezo wa kumwangalia mwanamke uzuri tunajua tangu anatokezea mpaka anavuka mpaka anaenda, na ukimwangalia yule mwanamume unajua kabisa alishahama ulimwengu. Yale maneno ya Yesu yanatimia, kumwangalia mwanamke kwa kumtamani umekwisha kuzinae, kwa sababu kiukweli unakuta kweli huyo mwanaume kashafika kitandani, karudi, kaenda tena, karudi kimawazo, lakini ghafla unajikuta unaweza kukutana na vitu vizuri vya kuvutia wakati ukiwa dhambini, wakati ukiwa hujapata neema, ambavyo vilikutesa, lakini sasa unakutana navyo. They are normal. Ni vitu vya kawaida, havikusumbui, hujisikii hata kuwa navyo. Kwa nini? Hiyo ndio tunaita neema. Na neema ndio kitu pekee chenye nguvu ya kumkamilisha mwanadamu. Kwa hiyo Biblia inasema hii sasa haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kwa nimesema kuna watu wana kiburi, wanaona wanaweza wakafight wakawa watakatifu, wanaweza wakakaa vizuri wakaenda mbinguni. Kwa lugha zetu tunasema they can make it. They believe they are strong enough to make it. But that is not possible biblical. Never. You cannot make it with your own power. No, you cannot. Kwa hiyo msisitizo wangu sasa utakuwa kwenye hiki kipengele. Kama imani ina vita, na tunapaswa kushinda. Na kumbuka, kama ni vita ni vita mura. Vita ni vita, rafiki yangu. Hakuna ajuaye anapoenda vitani atashinda au hatashinda. Hakuna. Biblia inasema kabisa kwenye kitabu cha Mhubiri, si wenye nguvu washindao vitani. Vita waga ni kitu cha ajabu, kwa sababu vita sometimes kuna vitu vya kiroho ambavyo ni zaidi ya unavyoona, na sometimes hata vya kiroho wewe unaweza ukamchukua fulani ukamtafsiri kwa lugha fulani adui yako huyo, alafu ukaingia vitani ukagundua sivyo ulivyodhania. Ndio maana wale wa masumbwi mtaona wanaanza kwanza kutishiana, kuonyeshana ubabe, lakini wanagundua mwishoni kwamba walikuwa wanajidanganya, kwa sababu fulani aliyemjua ni fulani amekuja kugundua sio fulani aliyemzania ni fulani. Anagundua kumbe sio kabisa. Yani mimi nilifikiria ni mzembe fulani, kumbe sio huyo mzembe. Kwa hiyo tunavyosema ni vita, sasa hapa ndo kuna msisitizo. Mimi kitu kidogo tu nakikusudia kwenye hili somo, kitu kidogo sana, muhimu sana.
Unaweza ukasikiliza yale yote ukaona boring, lakini kitu kidogo sana rafiki yangu. Kwa sababu kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Hapa kumekuwa kuna utata ambao Wakristo wengi kwenye hii vita ya imani. 11 mstari wa 6. Kwenye masuala ya imani na vita vya kiroho tumekuwa na Wakristo wengi ambao kuna vitu tunaviamini kwa namna tunaoamini sisi. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa sababu Biblia yako kusema neno Mungu alipo, lakini kwenye Biblia ya Kiingereza alipo wanasema but without faith it is impossible to please him who God. Sawa Kwa hiyo pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa hapa ndio kuna kitu kidogo nataka tukiangalia. Wapendwa, kitu kikubwa kinachompendeza Mungu ni imani tunayokuwa nayo. Take note, hii imani pia huthibitika inapojaribiwa. Imani kama haijajaribiwa bado sio imani. Tunajua wanadamu, kumbuka imani ndivyo ulivyo. Kwa ili tujue kwamba wewe ndio wewe, lazima ujaribiwe mpaka tujue kweli wewe ndio wewe. Is that clear? Kwa sababu mtu, Waswahili wana misemo mingi, wanasema tabia ya mtu ni kama rangi ya ngozi. Maana yake mtu alivyo ndivyo alivyo. Yaani kama kweli umemwamini Mungu na umebadilishwa unamwamini Mungu, huwa uko hivyo. Na majaribu huwa yanakuja kuthibitisha si kwa Mungu, maana Mungu anajua alichofanya, lakini kumthibitishia shetani pia na wanadamu wajifunze kwako kwamba kweli Mungu amekusaidia, amekupa neema ya kumjua. Sasa hapa ndio kuna kitu cha thamani, kwa sababu Mungu anaporuhusu ujaribiwe, kusudi kubwa alilonalo sio kushindwa. Mungu mara nyingi anakuwa na kusudi la kukujenga wewe zaidi, kusudi la kuwafundisha wengine, na kusudi la kuendelea kumthibitishia shetani kwamba yeye ni Mungu na wewe unampenda Mungu. Sasa inakuwaje kwenye kushindwa, au wale wanaojaribiwa kwenye mambo ya imani wanashindwa? Mbegu kubwa inayofanya watu washindwe ni kukosa maarifa tuliyoiangalia mwanzoni ile, kwamba katika mambo ya imani tutie na wema, tutie na maarifa. Kwa unakuta watu wengi wenye imani wanashindwa kuendelea kupractice mema, na wanashindwa na wanakosa maarifa. Kwa mwisho wa siku wanaangamizwa, si kwa sababu hawakuwa na imani wala Mungu alikuwa hajawapa imani. Wengi waliopewa imani ya kumwamini Mungu kwamba yupo hawana maarifa, na maarifa ndio yanayotumika kuwafanya shetani awanase kwenye mitego yake na wawe victim. Sasa kwa nini naongea hivi? Kusudi la somo hili ni kukuepusha na mtego wa kukufanya ufike mahali usimwamini Mungu, ufike mahali usimwabudu Mungu, ufike mahali usimwombe Mungu.
Kuna mahali wanadamu wanafika hawamwamini Mungu, hawamwabudu Mungu, hawamwombi Mungu, na ni kwa sababu imani yao inajaribiwa in a new way. Kuna mahali mtu anajaribiwa kwa njia ambayo hajawahi kufikiri hata kuota. Ni kwenye mazingira ambayo never expected, never. Yani mwanadamu hakuwahi kufikiria kabisa kwamba this can happen in my life truly. Na hasa kwa sisi wa Kristo, mtu akijaribiwa kwa uovu, hapa ndipo wengi huwa wanamwacha Mungu. Naongea lugha ngumu. Mtu akijaribiwa kwa uovu, watu wengi huwa wanamwacha Mungu, kwa sababu wa Kristo tunaamini katika utakatifu. Na baada ya na ni sawa kabisa kuamini hivyo. Na baada ya kuamini katika utakatifu, huwa tunaweka makosa. Tunaamini kwamba we have to do with our power, kwa nafsi zetu kutua watakatifu. Lakini Biblia inasema, tumetoka kusoma, namna hii haitokani na nafsi zetu. Kushinda huku ambako ni imani yetu si kwa nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Sasa unakuta mtu kaokoka, alafu ana fight. Na neema ya Mungu sio kama imepungua. Lakini Mungu huwa anaweza akaruhusu vitu yeye anavyojua. Hakuna ambaye alijua kwamba Petro angekuja kumkana Yesu. Lakini Mungu alijua Petro siku moja itaruhusiwa mkane Yesu. Sasa nimekuambia ukijaribiwa na uovu, Biblia inasema Mungu amjaribu mtu kwa uovu. Na ndio maana nimetumia lugha hiyo. Biblia imesema isipokuwa tamaa zenu na nyie na nini na nini. Lakini Mungu amjaribu mtu kwa sababu Mungu ajaribiwe na uovu. Yaani Mungu sio part of ya uovu. Sasa kuna mahali kwa sababu ya kuabudu mizimu, udhaifu tulionao, dunia tunayoishi, mifumo ya dunia na mbinu zote za giza, kuna mahali mtu anajaribiwa na uovu. Yeye hatamanigi wala hakuwahi kutamani kuzini, anajikuta ameingiwa na pepo la kuzini. Yuko kanisani, badala ya kuendelea kupata msaada ili ashinde ile vita, waliomzunguka badala ya kumsaidia ili ashinde hiyo vita, waliomzunguka wanaanza kuhukumu. Wewe umekuwa mwovu. Kwa nini? Wanaamini kwamba ulitakiwa upambane with your power mpaka ushinde. Wanasahau kwamba ni neema ilimpungukia huyu mtu. Kwa kuwa neema imempungukia, Biblia inasema bila neema hakuna mtu anakamilika. Sheria ilishindwa. Maana yake ni kwamba ukiona mimi ni mtakatifu, mshukuru Mungu kwa niaba yangu brother. Usije ukanisifu kwa njia yoyote. Ukiona mimi ni mwema, mshukuru Mungu brother. Ni msaada wa Mungu tu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Mtu akisha jaribiwa na uovu atahukumiwa na marafiki, na yeye ataanza kujukumu, ataanza kujiona mwovu, atasahau kwamba hii ni vita na anajaribiwa na anapigana vita ya imani. Yaani mwanadamu kabla ya imani yake kufa hajashindwa vita. Hata kama akianguka kama Daudi na mke wa Betsheba, kama imani yake haijafa kibiblia, bado hajashindwa. Akiwa katika ile hali ya dhambi, ni kweli Yesu akirudi ghafla anaweza akaachwa. Na ndio maana kibiblia ni kwamba kitu kibaya sana kwa mtu aaminie ni imani yake kufa. Na ndio maana kitu pekee kinachompendeza Mungu sio wewe kuwa mtakatifu. Of course kinampendeza, lakini Biblia imesema
imani. Yaani ile kwamba nimejaribiwa na uovu, nao nimeanguka dhambini, I'm misbehaving, I'm doing wrong, sawa. Lakini ile namna ya mimi kuendelea kustiki, ile namna ya kuendelea kukaza, Waswahili wanayo kisasa wanasema kukaza, kusonga mbele, kuendelea kuomba, kuendelea kumtumainia Mungu, kuendelea kuzikumbuka ahadi zake, na kwamba Mungu, hata wa Misri, wale wa Israeli uliotoa Misri, mimi nimejikuta nimefika mikononi mwa Misri, natumikishwa, utanikumbuka siku moja. Hiyo namna, hayo maarifa ndo ambayo Mungu anaendelea kujaribu kuyapitisha yaingie kanisani. Watu wa Mungu, siku ukimkana Mungu, siku imani yako ikifa juu ya Mungu, juu ya kazi ya Yesu msalabani, juu ya uwepo na umuhimu wa Yesu, juu ya uthamani wa Yesu, wewe ndio utakuwa umeshindwa vita. But mistake sio kushindwa vita. Ni kweli ukifa katika hali ya dhambi, shetani atangangana na wewe kwa sababu ya ile kosa. Ni swala la kupambana ili kurestore. Na sio kitu cha siku moja. Kuna mtu anaweza akaanguka kwenye dhambi akastruggle kwa miaka 3 ndo akatoka. Kwa sababu nacho kielewa ni kimoja, mwanadamu hawezi kuishi maisha aliyoko kwenye moyo wake, na imani ya mtu ni kitu kichoko moyoni mwake. Sasa hapa kuna vitu vile, kuna tamaa, kuna imani. Mtu akiwa anatenda dhambi wakati ni muamini, haimaanishi kwamba sio muamini. Anatenda dhambi kwa sababu ya tamaa zilizoko moyoni mwake, sio kwa sababu ya imani. Mtu anapotenda dhambi, anatenda makosa kwa sababu ya tamaa iliyoshindana na moyo wake kutoka mwilini mwake, aidha kwa vifungo au kwa influence yoyote ile, na amefika mahali tamaa imemzidi uwezo, anatenda dhambi. Kwa sababu Biblia inasema kwanza na tamaa inaenda kumfanya mtu atende dhambi. Kwa mtu hatendi dhambi kwa sababu ya imani. Kwa ile kwamba fulani anatenda dhambi haimaanishi kwamba hamwamini Yesu. Sawa bwana. Na wajua wengine mtaanza kusema Mchungaji Lugema ameamua kuwa mpagani, sasa anaanza kutetea dhambi. Mimi sitetei dhambi, na tafuta aliyeshikwa na dhambi atoke. Asiache imani, asimwache Mungu. Aamini kwamba kama jinsi alivyopewa neema ya kupumua, ndivyo ambavyo Mungu atakuja kumpa siku moja neema ya kushinda dhambi. Kwa hiyo cha kwanza, ili ufikie kwenye mahali pa kupata neema, inaanza na imani. Imani ndio inoleta neema. Imani na neema ni ndugu wanaotembeaga pamoja. Inaanzaga imani alafu inakuja neema, au mahali fulani waga inaanza neema inakuja imani. Lakini mara nyingi sana inaanzaga imani alafu inafuata neema. Mfano mtu anavyokoka, tunavyohubiri Injili, mtu anaokoka, huaga haianzi neema ya yeye kuokoka. Mara zote inaanzaga imani, kwa sababu yuko mtu kanisani aliamini kwamba nikiomba watu wataokoka, akaomba alafu Mungu akaleta neema kwenye mkutano, ukaokoka, ukapewa imani ya kumwamini Yesu. Baada ya pale utaendelea kustiki na ile imani. Sasa mtu anapotenda makosa kanisani, hatendi kwa sababu kwamba hamwamini Mungu, anatenda kwa sababu ya tamaa iliyoshindana ndani yake na neema, na neema ya Mungu ikampungukia. Ndio maana Biblia inasema neema ya Mungu isiwapungukie. Neema ikikupungukia si kwamba utaacha kumwamini Mungu, isipokuwa neema ikikupungukia huwa unaanza kufanya makosa. Sasa makosa ukianza kuyafanya haimaanishi kwamba humwamini Mungu, na kwa kuwa unamwamini Mungu, Mungu hata kuacha,
isipokuwa kwenye ile hali utaenda jehanamu kama hutafanikiwa. Mungu hata kuacha, atataka ushughulike, uendelee kuomba na kuomba na kumwamini, ili yeye akupe neema itakao kutoa. Meto bribadesketa mande. Kazi ya neema ni kukufanya ushinde kwa namna ya ajabu, uone matokeo, uone majibu, uone mabadiliko, uone mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu. Lakini neema inabebwa au inaletwa na kitu kimoja kinaitwa imani. Imani wage inatangulia na imani na tabia ya kusubiria, ina tabia ya kutokata tamaa, ivumilie. Imani na tabia ya kujaribiwa, kwa hiyo itahitajika wakati mwingine muda. Ndio maana wewe ambaye una struggle na makosa, jambo moja na kuombea na kukushauri, don't give up in faith. Usikate tamaa, usifurahie makosa ulionayo, na unatakiwa utoke na kuombea na Mungu akupe neema utoke, lakini usiruhusu imani yako kufa. Wala mtu asiyekuambia kwamba umeamua kumwacha Mungu, umeamua kumkana Mungu, ndio maana umerudi kwenye dhambi. Sikiliza, hujamkana Mungu, isipokuwa tamaa imefanya ushindwe na ukaanguka dhambini. Muamini Mungu akurudishie neema, muamini Mungu akusaidie uwe mtakatifu tena. Hili ndio kusudi la somo, kuwatafuta maelfu ya watu ambao sasa wamerudi kwenye dhambi, hawaamini tena Mungu kama yupo. Please, wewe uliyerudi kwenye dhambi, wewe uliyerudi kwenye ulevi, wewe uliyerudi kwenye uzinzi, wewe uliyerudi kwenye uharibifu wa dunia, amini Mungu yupo. Amini Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako, na endelea kung'ang'ana hiyo. Hata ukiwa umenaweka bia kwenye mdomo, unaongea moyoni mwako, bia ninakunywa, lakini Mungu yupo na atanitoa kwako bia. Unazini, hivyo hivyo Mungu yupo, atanitoa kwenye uzinzi. Bwana Yesu nitoe. Hivi tu. Ndio maana nasema kuna watu wasema ni mpagani. Muombe Mungu akutoe ulipo. Ukiwa hospitali, ugonjwa umekushinda, pepo la mauti limekufunika, mbona wewe unamuomba Mungu akuokoe? Kwa nini ukiwa unazini usimwombe Mungu akusaidie kukutoa pale kwenye uzinzi wakati huo unazini? Kwa nini usiombe? Kwa sababu ule nao ni ugonjwa na neema imekuishia na shetani kasha kuzunguka na anaenda kukuua. Ni mauti ile ile inaendelea kumanifesti. Therefore, omba hata kama unakanyaga matope. Pray, believe in God, keep worshiping God. Ni sawa. Biblia yakumbuka, mwingine atasema Mungu asikiaji maombi ya ovu, lakini nakupeleka kwenye swala la Kornelio ambayo maandiko ya Biblia inasema Mungu alisikia maombi yake. Huyu bwana alikuwa hajaokoka, huenda alikuwa na mambo yake, lakini yeye aliamini Mungu yupo, Mungu atanisaidia, Mungu ataniokoa. Akaendelea kufanya mauzauza yake kwa siri, kwa sababu alikuwa bado hana neema. Alikuwa hana neema ya wokovu. Alichokuwa nacho yeye ilikuwa ni imani. Alikuwa nayo imani. Ndio maana tuna watu wengi wako huko ni walevi lakini wanamwamini Mungu, ni makahaba lakini wanamwamini Mungu. Na usiseme kwamba ile imani yao sio imani, ni wewe ndio unatafsiri hivyo. Lakini kwa Mungu ile ni imani ambayo siku moja yale maneno ya Yesu yatatimia. Makahaba na watoza ushuru na majambazi watu watangulia katika ufalme wa Mungu. Leo anazini lakini anasema Mungu nisamehe tu, mimi ni mzinzi tu, lakini wewe huko Mungu nisamehe tu, mimi leo nimelala na wanaume 15, nisamehe tu, mimi sasa sijui natokaje. Iko siku Mungu atajibu maombi yao na maneno ya Yesu yatatimia kwamba makahaba watatangulia katika ufalme wa Mungu. Maana iko siku Mungu atawapa neema, watajikuta wametoka huko kabisa. Hawatamani tena ule uchafu, hawavutu tena ule uchafu, hawanaswi kwa namna yote na ule uchafu, na wanatokezea mbinguni, na itakuwa haleluya, amen. Jina la Bwana litakuwa limebarikiwa milele, amen.